nimefanya kwa miaka mingi, ni kazi ambayo nimebobea. Yaani sijakuja tu juzi nikadanda, nyinyi mnafahamu. Sawa? Kwa hiyo hatutopokea kazi mbovu na hatutoipelekea jamii kazi mbovu ambayo itakuwa haina ubora. Lakini pia mimi nitanufaika kwa sababu tayari ni producer, nafanya kazi zangu, na tayari nipo nao, nafanya nao kazi Umoja Movie. Nimeona wana deserve kufanya kazi na mimi, na ndio maana niko hapa kwenda kuwashawishi maproducer wengine kiwango cha aina ya kazi wanazozihitaji wao wakazifanya, ili Watanzania wapate kazi bora waendelee kuenjoy. Na heshimu sana mchango wenu, lakini pia niwaambie Umoja Movie hii kazi itakwenda kuifanya kikamilifu na hawatajutia. Na niwaambie wasanii wenzangu na maproducer wote Tanzania wa filamu, Umoja Movie ndio sehemu sahihi ya wao kuuza kazi zao kwa sasa. Sisi lengo letu Umoja Movie ni kukuongezea kipato. Kama msikia mkurugenzi alisema ni soko la tatu. Tunaenda kufanya kazi yako ikaonekane mpaka kwenye Kiswaswadi. Tunaamini kuna baadhi ya kazi za wasanii wengi sana hawajui hichi kitu. Leo tuko mara ya kwanza kuwa tuna uwezo wa kuifanya kazi yenu ikapatikana kwenye Kiswaswadi. Kwa maana yake hadi mtu ambaye alikopo ndani huko, mikoa ndani huko ambao kuna internet kuna nini, lakini kazi yako itamfikia. Kwa niwaambie Umoja Movie ndio sehemu sahihi ya kuweza kufanya nao kazi, na kazi yako ikafikia jamii kwa wakati na kwa nafasi kubwa zaidi. Lakini pia kubwa zaidi ni kuongeza kipato. Mimi sina mengi, na kwamba niwashukuru waandishi habari, niwashukuru mkurugenzi, kwa sababu mkiongea sana za kusahau swala la kusaini. Mimi naomba niishie hapa. Dirisha rasmi linafunguliwa mwezi wa 6, ambapo hilo dirisha maana kila mtu ambaye anahisi kazi yake ni bora, ina uwezo wa kucompete katika soko letu la mtaani, anaruhusiwa kuileta. Mwezi wa 6 tunafungua, na itakapoletwa, kama tutaichukua, kuna aina mbili za uuzaji. Cha kwanza, kama tunajua wewe ni producer mzuri ama ni actor bora, sisi huwa tuna tabia ya kukupa budget yetu. Maana sisi tuna milioni 50, tunahitaji filamu ya aina fulani. Utajua wewe unafanyaje tuletee kazi ambayo imenyoka. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili, tayari uko na filamu. Una uwezo kuambia bwana, kwa wiki wewe huo unatoa episode ngapi? Walioweka watoa episode 3 mpaka 5. Kwa 5 kushuka chini. Tukakubaliana kwamba kila wiki unapotoa, kabla ya kwenda sehemu nyingine yote. Uzuri sisi hatunyimi uhuru wa mtu kufanya kazi nyingine. Soko letu sisi biashara yake kwa wiki ni mara moja, Jumatatu tunauza. Kwa sisi tunachotaka, kabla ya wewe kupeleka sehemu nyingine yote, ungie sisi kwanza watu wetu wa mtaani waweze kushinda. Tutakubaliana katika kila episode moja unayoitoa utatuuzia siku shilingi ngapi, alafu at times mara idadi ya episode ambazo unazitoa kwa wiki. Hiyo ni aina ya pili. Lakini aina ya tatu ni kwamba ile sasa tunakuwa una kazi yako na tuuzia hatimiliki ya moja kwa moja. Bwana, mimi kazi yangu imekamilika, na mara nyingi tunazipenda sana series kwa sababu series ndio zina faida kwenye soko la mtaani. Ile muendelezo ile bwana imetoka tunasubiria, tunaipenda sana hiyo. Bwana, mimi na series yangu hapa ina episode 20, nataka niwauzie. Kwa hiyo kwa design kama hiyo ndivyo ambavyo tunafanya kazi. Kwa sababu ya cover haipo. Sasa lazima upate mtu atakayekupigia promo. Kwa maana kuna kazi, Buma katoa kazi, jamani katoa. Sisi tuna watu wa aina hiyo. Kwa sababu sisi tuna wakala wa mkoa, wakala wa wilaya, wakala wa kata, wakala wa mjini, mpaka mtaani pale kwenye nyumba 10 kuna mtu ambaye anakuwakilisha na anatembelea zile library. Kwa jamani kuna kazi mpya ambayo imetoka. Lakini kitu kingine ambacho Umoja Movie inafanya, tumejiwekea target. Katika kila mkoa tunachukua wale wasanii chipukizi ambao hawana majina kabisa, wanakuwa chini ya mwamvuli wa Umoja Movie, wanalelewa na Umoja Movie. Sisi tunawapa budget, wao wataingiza, na sisi tunawapeleka mjini. Kama vile kuna movie sasa ukiingia YouTube inaitwa Msitu, inafanya vizuri sana. Na nashukuru kwamba tutakuwa na ile, yani sasa hivi tunasema kwamba soko letu sio jina linalouza kazi yako, yani wale watu wa mtaani ndio ambao wataweza kukukuza.